Wewe kasonga nani? Mimi hapa madam. Hiyo cha usiku nimesonga hiki chakula. Ndio. Yaani ugali kama tuko jeshini au kwa Wasukuma. Mimi naona ugali unatufaa madam kwa kazi tunayoifanya. Watoto walaini kama mnafaa kula vichipsi vikuku. Mshasikia madam amekwambiaje? Malaya kula ushibe, kazi yako ngumu. Sasa tu mimi naona ugali unatufaa, ndugu zangu mnasemaje? Ni sawa. Lakini sasa mnameniharibia kitu kimoja. Haya, na hii mboga kapika nani? Mimi ya chungu imejaa kama tuko Lushoto. Kapika Neema. Madam, nyanya chungu ni nzuri kwa mboga. Ramadhani vipi? Madam, umemwona tonga alilochukua pale? Lakini maana umezidi kubuna, usichangie mwezi kutoka kwa ajili yako. Maana wewe nakujua vizuri tu. Hapana, mimi nimeshangaa lile tonga alilochukua pale kubwa. Ila nyenda nimezidi magumu. Hasa wewe? Neema nakuona kila siku. Kwa matonga yako unakula wayaone. Acha uchoe huu ugali tu. Angekuwa chips ingekwaje? Na usichangie kama kwa ajili yako kwa sababu wewe unagumu kwenye kula. Kuna watu hawana huruma. Sister. Una shida gani? Dad. Naona unapoteza muda kijana. Kwa nini mkuu? Huyo nyoka hana uwezo wa kufika. Mkuu, nashindwa kuelewa. Maana wewe ndio ulinipatia filimbi pamoja na dawa. Na pia ukasisitiza kwamba hii filimbi nitakapopiga basi ataweza kufika kwa wakati. Na hii dawa ulionipa nitaweza kummwagia. Ni kweli nilikupa. Ila chanzo ni mjomba wako. Sister? Dada? Mkuu, mjomba wangu anahusika nini na hichi? Mjomba wangu anahusika nini na hili swala langu mimi? Wewe kila siku ni mpuuzi. Ninachohitaji ni kupata hicho kitovu kwa haraka iwezekanavyo. Kuna watu hawana huruma. Kitovu. Kisa ni nini? Kisa kitovu. Kuna watu hawana huruma. Kitovu. Kisa ni nini? Kisa Kabla ya kuingia ndani na kwenda sehemu yoyote, nako niambie ulikuwa wapi? Ili jamani, mbio zote hizo kuja kupokea tena kelele. Hivyo mwanamke, mbona unanichukuliaje bwana? Jamani, basi tuingie ndani tukaongelee ndani. Nisikilize wewe. Sawa. Huyo rafiki yako kama unamuona wa umuhimu, na yeye anakuona wa umuhimu, awe anakuja hapa. Wewe unajua mimi ni mudi saa ngapi hapa? Namna gani hapa? Ndio nishafika sasa my dear. Mnavyoambiwaga mnajifanya mnakimbiaga tunakupenda. Yaani unanilegeza huko, yani mali unilegeze, si ndio? Hapo mlegezi mtu. Twende ndani. Twende ndani. Kitovu. Kuna watu hawana huruma. Hivi Clara, unaweza kuniambia ile siku tulikuwa chakula sebleni ukatoka mbio? Unaweza kuniambia ulienda wapi? Hapana madam. Kuna changamoto tu kidogo zilikuwa zinanitatiza. Nilikuwa na mawazo. Nilinifanya nikagafilika. Ndio maana nikatoka nje. Ni hivyo tu. Sasa kama una mawazo,
sijui una stress, sijui una nini. Unashindwa kuniambia mimi? Au kuna mtu ambaye anaweza kukaa hapa akakushauri huko ndani isipokuwa mimi peke yako? Kuna changamoto ambazo nimeshawahi kupitia huko nyuma. Na pia isitoshe, sikupata wasaa mzuri wa kuzungumza na wewe. Ndio sababu. Kwa nini unakuwa hivyo? Unapokuwa na uhitaji wa aina yoyote au shida aina yoyote nishakwambia. Niambie, mimi madam wako nipo. Nitakusaidia kwa njia yoyote ile. Madam, simu yako inaita. Kuna watu wabaya hawana utu. Halo. Kuna watu hawana utu. Yeah. Vipi tumekutana? Sasa sasa hivi mke wangu si mwelewele. Maana kuna baadhi ya vijitabia vimebadilika. Vipi ile mikakati? Kazi nishamaliza. Yaani kila kitu okay. Hamna shida yoyote. Yaani tumeshamaliza kila kitu. Sasa sikiliza. Hiyo swala la yeye kuondoka alipo. Sawa. Mimi nitajua nitaongea naye vipi kuondoka hawezi kuondoka. Sema hapo mimi ndo ninapokubali. Yaani hapo. Wewe. Vipi? Hamna kitu. Na huyu mbuzi vipi? Nani mbuzi tu huyu? Alikuwa analia hapo ndio nilikuwa namwangalia. Mimi nasikia mazungumzo mkiwa mnazungumza huko. Mbuzi tu huyu hapa. Mbuzi. Wewe mwanamke, wewe. Kweli mbuzi. Kama kuna michezo ambayo unaendelea, sipendi. Kuna watu hawana huruma. Samani. Bila samani. Cha kwanza kabisa naomba mniwe radhi kwa tukio la siku ile niliyomwagia unga pale barabarani. Nishakusamehe toka muda. Ongea shida yako ilonisimamisha. No, asante. Kingine nilipenda unisaidie namba ya simu ya yule mwenzako aliyenisaidia siku ile. Sijui unaweza nikapata. Wewe kaka mweu nini? Nikupe namba ya rafiki yangu. Yaani kirahisi tu. Alafu sikia, sisi tupo kazini, sisi hatupo kwenye mapenzi. Ukitaka kazi, wewe mwenyewe unaweza kuruka na mimi au na yule. Sio mpaka lazima yule, unaweza ukaruka hata na mimi. Sababu hapa sisi tupo kazini, hatupo kwenye mapenzi. Upo? Lakini sio kwa ubaya dangu. Siwezi kukusaidia sababu yeye kazi anayofanya yeye na mimi ndo nafanya. Kwa hiyo unaweza ukaruka na mimi, utamwa kendo utamwangu mimi. Kwa hapo hamna cha tofauti. Kuna watu hawana huruma. Mume wangu, hivi kwa nini ili swala la kwenda mimi kwa mganga unalipinga kiasi hichi? Naumie mume wangu, nihurumie basi twende. Tukajua hata tatizo hili ni nini. Sio kwamba siumii. Naumia sana. Au ulitaka uone nikidondosha machozi? Ndio ujue kwamba mimi naumia kupitia swala lako. Najua mimba ya kwanza imeharibika, ya pili, ya tatu. Naumia ila najikaza tu. Mume wangu, mimi sio kwamba naamini hao waganga, mimi siwaamini, ila tunaenda tu kwa ajili ya tatizo letu hili, tukajue nini chanzo ili niweze na mimi kupona hata kidogo. Kweli mume wangu, mimba 5. Wewe mwenyewe ushtuki wala uogopi. Leti kama ningekuwa sikupendi, au leti kama ningekuwa siumii kupitia changamoto tunazozipitia sisi. Tumehangaika hospitali ngapi? Yaani mwanaume gani anaweza kuvumilia mimba ya kwanza imeharibika, ya pili, ya tatu, ya 4? Angeenda kukuvumilia, angeendelea kukuvumilia, angeendelea kukaa na wewe. Yote tunashindwa. Mimi naamini Mungu yupo na ipo siku tu. Kilio chako, machozi yako yanatosha leo. Mume wangu naumia, nateseka. Kwa nini utaki tena kwa waganga? Naumia.
Unapolia unataka majirani wasikie. Sitaki kuona chozi lako likidondoka. Unajua laana ya kila chozi linalodondoka. Kwani mimi napenda tunapoteza watoto. Unapoongea kwa sauti, unapotoa machozi muda wote una huzuni. Haya, fungua dirisha, ufungua mlango, toka zunguka nyumba nzima. Kila mtu ajue kwamba mke wa fulani ana tatizo hili. Mke wa fulani akipata mimba inaharibika. Mke wa fulani anaelia swala lake kwenda kwa Mungu. Kwa nini mke wangu unaamini waganga? Haya, tumezunguka hospitali zote, imeshindikana. Nikategemea hata siku moja kwamba mume wangu basi hakuna hata mchungaji unamfahamu au kanisa lote unalifahamu, twende tukaabudu, tatizo langu labda nitaombewa litapona, au mume wangu hauna rafiki yako au tupate hata shehe haja nisomee. Wapi je kusikia? Lakini wewe kila kukicha mada zako ni waganga, ikifanya hivi waganga. Mume wangu, ungejaribu kunielewa hata kidogo tu. Ungenielewa kidogo tu, mume wangu, ungekuwa umenisaidia sana na umeokoa sana maisha yangu. Mjomba. Mjomba. Upo nje hapo? Nakuja. Mjomba wangu, kwa haya mazungumzo tunayoongea na maana yote, tujifika mwafaka wote. Unataka tena kutoka. Shida nini mume wangu? Nielewe basi. Kuna watu hawana huruma. Kitovu. Kisa ni nini? Kisa Naona umeamua kunifuata mpaka huku. Unanitafuta la rohoni. Wewe ni kijana mdogo sana kwangu. Siwezi kukuacha nikiona unaendelea kuwatesa watu na kuua viumbe visivyokuwa na hatia. Una uwezo wowote na unifanye chochote kile. Mimi ndio washa shemeji Sengo. Naitwa Simba Rama Simba Sengo. Simbagi taarabu. Kama unaweza kianzishe kuonyesha wakubwa wanavyocheza.